Umeme wa nishati ya jua ni aina ya nishati ya umeme inayopatikana kwa kutumia mwanga wa jua. Miale ya jua hubadilishwa kuwa umeme kupitia vifaa maalum vinavyoitwa bodi ya sola au solar panel. Umeme huu wa nishati ya jua ambao ni nishati safi, haina moshi wala uchafuzi, ni nishati endelevu kwani jua halitoisha, ni rafiki kwa mazingira, hupunguza utegemezi wa mafuta kama diesel na petroli na ni nafuu kwa muda mrefu. Baada ya kununua vifaa, matumizi yake ni bure. Umeme huu ambao ni muhimu mkubwa sana katika sekta ya kilimo, hasa vijijini na maeneo yasiyo na umeme wa gridi, wenye faida kama umwagiliaji wa mimea, kupunguza gharama, kuhifadhi mazao, usindikaji wa mazao na uboreshaji wa maisha ya mkulima. Kutokana na utafiti uliofanyika hivi karibuni, umebaini kuwa kumekuwa na ongezeko la waandishi wa habari kuandika taarifa zinazohusu nishati ya umeme jua kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na miaka iliyopita. Kama hapa anavyofafanua mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania TEFU, Deodatus Balile, wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo, amesema ripoti ya utafiti ilionyesha uandishi wa habari zinazohusu matumizi ya jua kwenye kilimo umeongezeka. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kituo cha umahiri kwenye vyombo vya habari African Center for Media Excellence, ukifadhiliwa na taasisi ya MOD, ikionyesha Tanzania kushika nafasi ya 3 ya uandishi wa habari hizo. Ongezeko hilo ambalo linachukuliwa kama 79% linaonyesha kwamba mafunzo yalizalisha kitu fulani katika wanahabari hapa nchini, kuona umuhimu wa kuandika habari za umeme unaotokana na nishati ya jua. Lakini nishati jua ujue ni sehemu ya nishati safi. Nchi yetu ipo katika mpango wa nishati safi. Na ukisema nishati jua, wengi wanajiuliza hii inasaidia nini kilimo? Ukiangalia habari zilizoandikwa, kuna maeneo matatu ya msingi ambayo yanahusisha swala la nishati jua katika kilimo. Moja ni umwagiliaji, lakini pili ni uhifadhi wa bidhaa ambazo zinazalishwa. Baadhi ya nchi na baadhi ya mikoa na baadhi ya maeneo hapa nchini yanatumia nishati jua kukausha mazao, yanatumia nishati jua kuzalisha ubaridi kwa ajili ya kuhifadhi katika vyumba vya kuhifadhia mazao. Aidha, Balile ameongeza kuwa katika nchi za Afrika Mashariki, Kenya imeongoza kwa kutoa habari 43 sawa na 38.1, ikifuatia na Uganda habari 36 sawa na 31.9, huku Tanzania ikishika nafasi ya 3 ikiwa imechapisha habari 31 sawa na 30.1. Vyombo vya habari vina jukumu la msingi kwa kweli la kuseti agenda katika jamii yetu. Na njia pekee ya kuseti agenda ni kuhakikisha kwamba mada husika inaandikwa kwa kiwango kikubwa, mara nyingi kadri inavyowezekana, na hiyo inasaidia jamii sasa kuichukua. Ikiichukua inaifanyia kazi, viongozi wa kisiasa nao wanalichukua, wanalifanyia kazi. Sasa ukiangalia habari zenyewe jinsi zilivyoandikwa, Tanzania sisi sisemi tumekuwa wa mwisho, ila tumekuwa wa mwanzo kutokea mwisho. Kwa sababu ukiangalia Uganda, Kenya wameongoza, wana 38.1. Uganda wanafuatia, wana 31.9. Na sisi Tanzania tumejitahidi, tuna 30.1. Kwa hiyo kumbe tunalo jukumu na wajibu wa kuhamasisha watu wetu ili waweze kuandika, kutumia hii teknolojia ya nishati jua. Lakini jambo jingine, ukiangalia uripoti wa hizi taarifa kwamba kama zipo, basi inabidi uvae miwani kuziona kwamba zilikaa ukurasa wa kwanza kwenye magazeti. Lakini kwa upande wake, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kitivo cha uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma, Dr. Darius Mukiza, amesema utafiti huo umefanyika kuanzia Januari mosi hadi Disemba 2024
na kuonesha kuwa mwitikio ni mdogo kwa waandishi wa habari kuandika habari kuhusu nishati ya umeme jua ikilinganisha na habari nyingine, hivyo kuwasihi waandishi wa habari kuendelea kuandika habari zinazohusu nishati ya umeme jua kwa wingi ili kujiweka kwenye nafasi nzuri. Kama ripoti ilivyopendekeza, tutaendelea kujengea na uwezo wa vyombo vya habari, tutaendelea kutafuta fani kuhakikisha kwamba wanahabari wanaweza kufika sehemu ambapo wanaweza kufanya kazi zao, lakini tutaendelea kushirikiana na media kuhakikisha kwamba hizi habari zinapewa kipaumbele katika vyombo vya habari, kwa sababu tunajua kwamba hata Tanzania sasa hizi kampeni kubwa ya serikali ni nishati safi. Nimejua nisema nishati safi. Kwa hiyo tunabidi tujikite sasa katika kuandika zaidi ili wananchi wajue matumizi ya sola katika kilimo na ili waweze kuelewa na kuweza kutumia sola kwa wengi sana ili kujenga kabla kuweza kuhakikisha kwamba ajenda ya nishati safi inamfikia kila Mtanzania. Jina langu ni Suma Isaac na hii ni Wasafi Media.